Eh? Hii dunia nakwambia iko na vituko sana bana. Hii dunia iko na vituko Na leo nataka niwapitishe through some past syllabus, na zile syllabus ambazo nataka kuzungumzia ni yale maisha ya kitambo bana. Yale maisha ya kitambo. Na haya maisha ni kwa wale watu ambao kwao waliishi na military officers. Nadhani mtanielewa. Military officers ni wale wazazi ambao those parents who really know how to distribute punishment. Kwa hivyo haya ndio maisha mimi nataka nizungumzie bwana. Military officers ni wale wazazi ambao ni wakali. Wanajua kupeana punishment kwa watoto wao. So hayo maisha ya kitambo yalikuwa naenda hivi bwana. Kuna mambo fulani tulikuwa tunafanya ambayo yalikuwa yanasababisha wazazi wetu watokwe na wazimu. Watokwe na wazimu. Yaani ukifanya hilo kosa tayari ashatafuta mahali ambapo kuna msitu, kuna forest, yani aenda achote mzigo wa viboko. Kwa hivyo haya mambo ambayo tulikuwa tunafanya ambayo yalikuwa yanasababisha wazazi wetu kutokwa na wazimu, jambo mojawapo ya yale ambayo yalikuwa yanatendeka ni kama kukalia viti za wageni. Hati umekalia viti za wageni na wewe mwenyewe unajuaga tu kweli hizi viti zimetengewa wageni, alafu wewe umejikalisha hapo. Wallahi ile kugongo utagongwa. Sioni msamaha hapo bwana. So hilo ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuanga tunafanya, alafu tunasababisha wazazi wetu watokwe na wazimu bwana, watucharaze kweli kweli. Na pia hapo upande wa viti vya wageni kuna vitambaa maalum wakati ambapo wametandikia wageni kwa ajili ya wageni kukalia. Ujikute umeangusha kitambaa chini ama umekanyaga na mguu wako juu ya kiti. Hati umekalia ama umeangusha kitambaa cha wageni. Na sana sana hivi vitambaa vya wageni vilikuanga vitambaa vya white. Vitambaa vyeupe. So ni kile ambacho kikianguka chini tayari kishachota uchafu bana. So ukiangusha hicho kitambaa tayari wewe ushaadmitiwa kwa in school of rehabilitation. Na ile rehabilitation yenyewe mimi nazungumzia ni ile shule ya viboko kweli kweli bana. So vitambaa na viti vya wageni hivyo au kuna stahili kukalia bana. Haya, kuna pia jambo lingine, kuna jambo la pili ambalo tulikuwa tunafanya alafu linakera wazazi. Wazazi wanaamua sasa watucharaze kweli kweli bana. Kuna sahani maalum ambazo zilikuwa zimetengewa wageni bana. Hizo nazo zilikuwa zinawekwa kwenye kabati. Zilikuwa zinawekwa kabatini. Sasa tuseme leo hamjaosha vyombo. Vile vyombo vyenu vya kawaida venye wanga mnakulia nyumbani kwenu. Alafu mseme leo acha tuingie kabatini, at least tuchukue hivi vyombo vya wageni tutumie kwa leo bana. Kwani sisi hatustahili pia kutumia? Mjikute mmetumia alafu mkutwe na wazazi wenu bana. Mnajua tu hivi vyombo ni vya wageni alafu nyinyi mnatumia bana. Tayari mshaadmitiwa in school of rehabilitation. Na ile rehabilitation yenyewe mimi nimewaambia ni ile shule ya viboko bana. Mtacharazwa. Kuna pia jambo fulani ambalo tulikuwa tunafanya alafu linakera wazazi bwana. Wazazi wanaamua kutuchapa kweli kweli. Ile jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya ni kama kujikuta unakula sapa. Mko mezani mnakula sapa, alafu inakuja inagundulika kwamba mchana wewe hukuoga. Hukuoga. Kama unataka hiyo kukula yako ipostiponiwe mpaka kesho kutwa ama kesho, jikute unakula na hujaoga bana. Hapo nakwambia utacharazwa na chakula utakula, utaendelea kukula bana. So ni lazima uende uoge kwanza. Ukishaoga sasa ndio utakuja kuendeleza mlo wako. Pia hilo ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya alafu yanakuja na kera wazazi. Wanakuja wanatucharaza kweli kweli bana.
Kuna mambo mengi ambayo tulikuwa tunafanya yanasababisha wazazi kutucharaza bwana. Kuna jambo kama kujikalisha kwenye viti wakati wageni wako nyumbani bwana. Unajua kwa kawaida wageni wakiingia nyumbani kwenu, we kama mtoto jukumu lako ni ujiondoe, usije ukakaa katikati yao hapo bana. Ati wewe wageni ndio wameketi hapo na pia wewe unajikalisha hapo. Wewe unajikalisha hapo kama nani bana? Sasa hapo huwezi pigwa mbele ya wageni bana. Hawezi pigwa mbele ya wageni. Kwa hivyo makosa yako yataandikwa kwenye kitabu. Alafu hicho kitabu kinawekwa mahali maalum. Nikisema inaandikwa kwenye kitabu ni ile tu ile mzazi anajiwekea tu kwenye akili. Sasa wakati wageni washaondoka, wewe kwanza ulikute umeketi mahali ambapo wageni wako, utaitwa tu polepole tu, ni kama unataka kutumwa, lakini lile jicho ambalo utafinyiwa linaashiria tu kitu, linaashiria the third world war. Kwa hivyo utaitwa tu kando, uwekwe kando, uambiwe sasa wewe tayari ushadimitiwa in school for rehabilitation. Sasa wewe ungoje wageni waende. Sasa hapo uliona jicho umefinyiwa, hapo ndio natamaningi wageni wakiondoka pia uende nao bana. Lakini haiwezekani. Nakwambia utagongwa. Alafu pia kuna kosa lingine ambalo tulikuwa tunafanya, tunasababisha wazazi kukerwa, wakuja watugonge bana. Kuna hili jambo ambalo wageni wakikula, alafu wewe unaanza kujipitisha hapo. Wageni wanakula, alafu wewe unajipitisha hapo ukiwa na lengo la kutaka kuitwa pia wewe ukuje ujiunge nao ukule bana. Nakwambia mtu wangu utagongwa bana. Kwa hivyo wageni wakiwa nyumbani wanakula, jukumu lako kama mtoto inafaa ujiondoe maeneo hayo, uende ujikalishe mbali, hata ikiwezekana uende ucheze kule ambapo ulikataza kuenda kucheza. Lakini usijikute unajipitisha mbele ya wageni wakati wanakula. Na pia kuna kosa lingine, kuna jambo lingine mojawapo, kuna jambo lingine ambalo tunafanya linasababisha wazazi wetu kutupiga. Unajua kitambo kulikuwa na mazoea, tulikuwa tunazoea kukula tukiwa tumeketi chini, sio kwa viti. Tulikuwa tunakula tukiwa tumeketi chini. Sasa wakati mnakula, kitu kikudanganye, unakula alafu umeshika mkono chini, kuna mkono mmoja umeweka chini. Ati unakula na umejiwekea mkono mwingine chini bana. Hiyo unajua hiyo ni kitu inaashiria, ni kama sielewi, lakini ilikuwa inaashiria kitu mbaya. Kwa hivyo wazazi ndio wanajua. Mimi mpaka kwa sasa sijajua kukula ukiwa umeshika chini mkono inaashiria nini na kuna ubaya gani, mimi sijajua mpaka kwa sasa, lakini wazazi wenyewe wanajua. Kwa hivyo ujikute unakula na hapa umeshika mkono chini bana, ile kugongwa utagongwa, na kuambia utafunikwa uso na kofi. Kwa hivyo hilo pia ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya, tunasababisha wazazi wetu kutugonga. Kwa hivyo kufikia hapo, mimi haya ndio mambo ambayo nimekumbuka kwa sasa ambayo tulikuwa tunafanya kama tukiwa wadogo, tunasababisha wazazi wetu kutucharaza. Kwa hivyo pia wewe pia wenda kupatia hii nafasi kwa comment section, tuambie ni lipi ambalo ulikuwa unafanya ukiwa mdogo, hiyo miaka ya kitambo ambayo ulikuja ukagongwa na wazazi wako. Ukagongwa kama mahabusu. Kwa hivyo nafasi hii wewe ichukue bana, utuambie kwa comment section ni lipi hilo uliwahi kufanya hiyo miaka ya kitambo, ukakuja ukagongwa, ile kugongwa ambayo hutawahi sahau bana.